alikuwa anatujibu hapa tulipomuuliza kuhusiana na kupanda kwa mafuta ghafla. Anatujibu vizuri kabisa kwamba kama niko sahihi ni kwamba mafuta taarifa ilitoka tarehe 1, wapa wamiliki wote wa vyombo na wadau watumiaji mpaka tarehe 8, yani muda wa wiki moja, ili kuna wengine unajua wako mikoani. Mtu mwingine alikuwa nje ya nchi. Basi wiki na kutosha we kufika ili tufanye kikao cha pamoja, tukubaliane tuendelee sasa baada ya hapo. Kwa hiyo baada ya yani katika mkutano huo ambao na sisi tulikuwa ni waalikwa pia kwa sababu ni wadau. Tulisikiliza maoni ya watu wa huduma. Kwa watu wa huduma ni kweli walilionyesha hilo kwamba gharama za mafuta zimepanda sana, kwa hiyo zimeongeza gharama zao za uendeshaji. Kwa hiyo wakatoa pendekezo lao. Nimesema hili ni specific kwa huduma za mabasi ya mijini. Wakionyesha ombi la kutaka gharama za nauli ziongezeke. Sasa ziongezeke kwa kiwango gani? Nilifanya mchanganuo kidogo. Sasa ndio jukumu langu sasa. Tupe namba. Sasa kwa kiwango cha chini ambacho walikuwa wameomba kuongeza ni kwamba kwa zile daladala ambazo zinatoa huduma chini ya kilomita 10 ambao kwa nauli iliyopo ambao ilipitishwa Disemba 2023 ilikuwa inamtaka mtu abiria alipe nauli ya shilingi 600. Kwa wao wakaomba iende kuwa shilingi 850, ambayo ni ongezeko la asilimia ngapi hilo? Asilimia 42. Yes. Hiyo ni kwa hili kundi la chini. Kwa kundi la tuchukue mfano kundi la kati, labda kilomita 21 mpaka 25 ambao nauli kwa shilingi 900. Wao wakaomba kwamba iende shilingi 2100. Alafu kwa kundi la pili kutoka juu kwa jinsi walivyoainisha wao, la kilomita 31 mpaka 35 ambako nauli pitishwa ambayo ipo sokoni ilikuwa ni 1300. Wao waliomba iende shilingi 3000. Ambapo sasa tukisema katika asilimia hii ni asilimia 131. Ni kweli kwamba labda hapo msikilizaji ya kuelewa vizuri. Wakati kikao hicho kinafanyika, ongezeko la mafuta ni asilimia ngapi? 33.3. Unaweza kuendelea. Yes. Sasa nirudi pia kusema, unajua hizi asilimia zinatuchechemua ili tufikiri zaidi. Lakini asilimia sio kiongozi mzuri sana wa kufanya maamuzi. Yaani kwa mfano kama una watoto wawili wamekwenda, wanatakiwa waende shuleni, mmoja asipoenda, asilimia watoto ambao hawajaenda shule nyumbani kwako ni asilimia 50. Inashtusha, ni kubwa, si ndio? Lakini unapokuwa una sample kubwa ndio asilimia inaleta maana zaidi. Sasa tukiangalia hapa, kama nauli inatoka 1300 kwenda 3000, hata sisi tulishtuka. Kwa sababu ni kweli mafuta yanapanda kwa asilimia 33.3. Alafu ukiwa na maombi ya kupandisha nauli kwa asilimia 131. Inafikirisha. Lakini walikuja na maelezo ya ziada kwamba na vitu vingine pia vimepanda. Sasa sisi katika wasilisho letu tulifanya wasilisho kwa kifupi sana, lakini hoja yetu ikawa ni kwamba kwanza tukiangalia uhalisia wa gharama iliyoongezeka, kitu kikubwa kilichoongezeka kwa kushtusha ni mafuta ambayo iliongeza kwa asilimia 33.3. Kwa hiyo tulitegemea kwa hesabu zozote zile haiwezekani gharama jumla ikapanda kwa zaidi ya asilimia hiyo. Nilikuwa nazungumza off air kwamba kwa mfano kama unapata huduma ya kitu fulani, chukulia kitu chochote kile, labda ni fundi anakujengea nyumba. Fundi huyu mmekubaliana kwamba ili unijengee nyumba unikabidhi, nipe hela yangu milioni labda 80. Yaani hapo ni material na kila kitu, ni engineer mjenzi. Niwe milioni 80, wewe nikupe ufungo wako. Alafu akaanza kazi, baadaye akaja kukwambia bei ambao imeongezeka kwa asilimia 20. Kwa hiyo ile hela tuliyokubaliana inabidi basi iongezeke kwa asilimia 90. Sio kama unanipata hapo? Maswali yanakuwa ni mengi. Swali linaanzia hapo kwamba mbao zimepanda kwa asilimia 20. Gharama yetu tulishakubaliana tangu mwanzo ni milioni 60. Sasa gharama ambayo wewe umenibadilishia, wanasema ni gharama zimebadilika, inabadilika kwa asilimia 120. Kwa sababu mbao ziliongezeka kwa asilimia 20. Inafikirisha sana. Kwa hiyo sisi tulikuwa moja, hilo si tuliliona, yani wanasema ni red flag. Tuliliona hilo la kwanza.
Lakini pia sisi sio kuona tatizo tu, pia tunatakiwa kutoa solutions ambazo tunafikiri zinaweza zikasaidia. Moja ya kitu ambacho sisi tumekishauri ni kwamba kwenye gharama za uendeshaji zinatakiwa kupambana kuzipunguza, kwa sababu sisi ndio wataalamu wa usafirishaji pia. Amlaki kwamba mimi ndio field yangu pia, kwamba unapofanya usafirishaji kuna concept moja yuko kwa Kiingereza, yuko kwa Kiswahili itaitwaje, inaitwa lean logistics. Yani lean logistics maana yake ni kwamba upunguze gharama zote ambazo hazihitajiki, si za msingi. Safi sana. Wewe utakuwa mwana logistics wewe, au umesoma economics. Yani kwamba kuna vitu ambavyo katika ile chain yako ya kufanya kazi hata ukikitoa you can do without. Yani kwa mfano hapa ndani kuna AC lakini pia kuna feni na vyote umeviwasha kwa pamoja. Unaweza ukazima feni na mtu asijue kwamba hali ya hewa imekuwa na shida. Kwa hiyo gharama za umeme kwenye feni zikaondoka, alafu ukija kuangalia mwezi huu kwa umetumia gharama kidogo. Kwa kwenye usafiri kuna watu ambao mara nyingi wamekuwa wakiingia katika mfumo wa kuhakikisha mtu anasafiri, alafu baadaye wale wanatafsirika kuwa ni gharama. Hawa watu wanajipa majina mazuri sana. Wanajiita maagent, mawakala. Lakini huyu wakala endapo anapokuwa amefanya kitu ambacho wanasema nini? Wanasema amefanya ndivyo sivyo, anatemwa. Asikiliza sasa. Yani akifanya ndivyo sivyo, ni wakala ameniambia, unajua sisi tunapeleka matangazo Crown, sisi brother tutakupunguzia sio nini dakika 2, alafu baadaye kuja Crown tangazo lako, kwambia brother, ile tangazo la dakika 15 kwa bei hii, huyu alikwambia ni nani? Naanza kukwambia anaitwa Daud, yeye ni wakala wenu, yuko Posta. Nakwambia mbona hatumfahamu? Hebu tupe mawasiliano yake. Nikimpigia simu mimi hapokei. Hela yangu alishachukua, kanirekodi kipindi, afu mimi nasubiri kirushwe hewani. Hicho kipindi hakitarushwa. Lakini mimi nilimpa nani? Mtu alijiita ni agent. Sasa hawa wakala pia wamekuwa na hili. I'm sorry, jana nimepata tukio kama hilo jana jioni. Ilikuwa ni bahati kwamba kuna abiria mmoja alikutana naye matukio kama mawili, akasema no, kwa sababu nimepata namba yako, hebu nikuelezee ili muone jinsi gani mtafanya. Yeye amekutana na ile tukio mara mbili, kwamba anaenda kwenye sehemu ambako pameandikwa ni agent wa usafiri. Sasa mtu akisema ni agent anaandika majina yote. Ni kama mimi nikijiita ni agent wa matangazo ya kwenye vyombo vya habari. Pale juu nitaandika vyombo vyote. Nitaandika Crown, Daudi FM, sijui Makrina FM, sijui nani FM. Kwa hiyo ukija afu kichwani kwako unataka Crown na umekuta pale kwenye bango langu, utaniambia yes brother, unajua mimi na tukio fulani itakuwa hivi na hivi. Kwa hiyo nakwambia okay, mimi kama mtu wa Crown tuongee vizuri. Akija mtu wa Daudi FM, anataka Daudi FM, naye anatulia na wewe, kwa tunafanya hivi na hivi. Alafu mwishoni huduma haipatikani. Unapokuja kurejea kumfuatilia, wale wanakuambia huyo sio mwajiriwa wetu. Kwa hiyo hii changamoto ni kubwa sana, ni changamoto ya elimu ambayo tunawaambia kwamba waondoe hawa watu kwenye mfumo wao. Wanaondoa vipi? Tayari kanuni inataka mtu akitaka kusafiri atumie tiketi mtandao. Tiketi mtandao ni kama ulivyosema wewe, kwamba tukikuuliza wakati unamlipa huyo driver taxi mtandao wako, wakala ulivyoenda alikusalimu, alikwambia madam, habari ya asubuhi. Wakala uliyeshiriki ili ufanye yani ufanye transaction, alikusalimu, wala hamkutana. Kwa kuna mtu wa kuharibia siku yako, yani ni wewe tu na vidole vyako. Kwa kuna kitu fulani umekwepa. Inawezekana ungepita kwa wakala kwanza asubuhi ili ufanye haya malipo, alafu yeye yuko busy kwanza anakunywa chai, hapo unataka kuwahi studio, angekupa stress. Kwa hiyo ukija hapa tayari umekasirika. Kwa hiyo kuna kitu fulani ukikiondoa unaongeza thamani ya huduma. Kwa hiyo tunasema tiketi mtandao maana yake ni kwamba ukiingia kwenye vifaa hivi vya mawasiliano, kama ni simu ya mkononi, ni tablet, ni kompyuta ya kawaida, ukiingia ukatafuta makampuni ya usafirishaji, asilimia zaidi ya 70 mpaka sasa 75 wana platform ambazo unaweza ukaenda moja kwa moja ukanunua tiketi yako wewe mwenyewe na ukapata confirmation ya tiketi yako. Sasa Mr. Daudi, kwa sababu ya wakati, natamani tupe summary kidogo namna ambavyo mlipambana hapo kuzurudisha katika mstari na tuko wapi kwa sasa. Yes, katika moja nimezungumzia aspect moja ambayo tuliwaambia kwamba waangalie jinsi ya kupunguza hao wanaongeza gharama kwa sababu wale lazima wanalipo commission. Na tunafahamu kwa sababu sisi ni sehemu ya jamii. Yaani kwamba ile commission wanaopata pia ni kiasi gani. Sawa kabisa. Kwa hiyo tukamwambia hiyo waangalie jinsi ya kuondoa kwa kutumia mtandao. La pili tukawashauri kwamba kadri wanapoongeza uwekezaji wao, waingize vyombo ambavyo vinatumia nishati
tulionayo ya gesi. Na hili limekuwa ni dhahiri kwa sababu wenzetu wa Moffat na UDAT pia tulishauri hilo sana tangu mwanzoni mwa changamoto za usafiri zilivyokuwa ziko kubwa sana. Na tayari wameanza kutumia hii nishati, watu wa Moffat na UDAT ambao ni mwendo kasi kwa hapa jijini Dar es Salaam. Tayari wanaenjoy usafiri huu kwa sasa hivi. Mafuta yamepanda, wao haiwahusu mwendo kasi kabisa. Wao jioni wanaenda zao kujaza gesi kwa gharama zile ambazo ndio ziko kwenye soko, wanaenjoy maisha. Kwa hiyo katika ongezeko la nauli kwa upande wa mwendo kasi halijaathiri kabisa. Hii haihusiani na mwendo kasi. Safi kabisa. Sasa Daudi, labda hapo naona muda unatukimbia pia. Tumeona issue ya mafuta imekuwa mara nyingi inaleta hizi kesi za kupanda kushuka, nauli kupanda kushuka. Sasa hivi tumeona hata vituo vya gesi vimeongezwa maeneo mengi almost nchi nzima. Je, mna mpango wa kuandaa sasa labda kusema kupeleka wazo ili kuwepo na kanuni ambayo inamtaka mtu wa huduma, kwa sababu gesi tunayo nchini. Mtu wa huduma aweze kutumia gesi ili kuweza kuwahudumia wananchi kwa kiwango kwa kipato ambacho ni standard cha kawaida ambacho kila mtu anaweza kumudu. Hilo swali 50% nimelijibu. Ila naomba nijibu tena. Kwenye upande wa mwendo kasi, sisi ni watu ambao tulikuwa wa kwanza kulizungumza sana hilo. Kwamba gharama zinapopanda za mafuta lazima gharama yani nauli ipande. Sasa mafuta ni externality, hayachimbwi Tanzania. Kwa hiyo yatapanda, yatashuka kidogo, yatapanda zaidi, yatashuka kidogo, yatapanda zaidi. Yani ukiangalia ile trend ni upandaji mkubwa unaoambatana na kushuka kidogo. Yani ukipanda 10 utashuka 1. Alafu utapanda 7 utashuka nusu. Yani senti 50. Hiyo ndio trend yake. Kwa hiyo cha kwanza niseme hilo ni la kwetu. Na tunatamani tunavyoendelea na maendeleo ya nchi yetu tufike sehemu vyombo vya usafiri, public transport, zitumie nishati yetu ya gesi. Kwa sababu kwanza tutatunza na mazingira. Alafu pili tutakuza vya kwetu. Kwamba kama kwa sasa tunazungumzia vituo hivi vya gesi kwenye magari na bajaji. Tulianza na kimoja. Kwa sasa viko vingi. Ukienda Mlimani City hapa kipo, ukienda Tazara kipo, ukienda wapi, ukienda Mbezi Beach nimekiona kipo, ukienda hapa wanaita Ufi, Ubungo pale kile cha kwanza kile maarufu kipo. Kwa hiyo tunatamani na tutaendelea kushauri kwa sababu nimesema sisi ni baraza la ushauri. Unafikiri kuna namna ambako watu wanasita kufunga mitungi ya gesi ama mfumo wa gesi mpaka wanahitaji watu kama nyie kuweza kuambia, kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema kama hili ni swala liko wazi. Unafikiri kuna namna yote ambao wanasita? Kabisa, na kwa nini? Kabisa. Watu wanasita moja kwa sababu tunapenda kuishi kwa hearsay. Hearsay ni maneno ya kusikia mtaani. Kwamba bwana ukifika Crown pale kuingia ni issue brother, hata ukiwa na kipindi usiende. Wewe hujawahi kwenda, kwa hiyo hata ukiitwa huendi. Unaambiwa unasema wanasema. Bwana kuingia issue, usiende na gari. Kwenye gesi kuna hearsay gani? Kwenye gesi kuna hearsay gani? Hearsay ambayo niseme kabisa hiyo, yani utaniwia radhi. Watu wanasema vyombo vinavyotumia gesi havina nguvu. Sawa? Sasa nitoe mfano. Kuna kampuni moja ambayo inasafirisha mzigo mkubwa, mzigo wa cement, sihitaji kwa jina, na inautoa nje ya Dar es Salaam na inausafirisha nchi nzima. Malori yake yanatumia gesi. Kwa hiyo kama gesi imeweza kubeba cement, hii nguvu unaotaka wewe ni kubeba kitu gani? Yaani kuna mtu mwenye uzito mkubwa kuliko cement. Jamani, muda umeisha. Ila kwa dakika moja, Daudi, kwa dakika moja. Kuna namna nyie mnaweza mkaingilia hili swala la hivi hawa watu usafiri ambao LATRA haiwezi kufanya chochote. Nazungumzia wamiliki binafsi kama mabodaboda haya binafsi ambao ndio wamepandisha bei, taxi za kawaida hizi. Kuna namna mnaweza mkawasihi kwa namna moja au nyingine? Au huko hamna cha kufanya? Labda nizungumzie hilo kidogo. Ninavyoifahamu mimi ni kwamba pikipiki hizi ambazo hazijawa rasmi, ambazo hazi regulated na mamlaka, ili zilishushwa kwenye mamlaka ya serikali za mitaa, yani TAMISEMI, ili waweze kuwapanga wale kama kwenye vijiwe na nini, ili serikali wajue kule chini kwamba hapa kuna bodaboda 10, hapa kuna 5, hapa kuna 6, hapa kuna nini, na wale ili wawe wasajiliwe. Lakini changamoto inakuja kwamba kama unavyofahamu, Watanzania tumekuwa na tabia ya kujaribu kukwepa mambo, hasa yale ambayo yatahusiana na kulipa kodi na kurasimisha biashara. Na kurasimisha tunakwepa. Kwa hiyo sisi tunatoa rai kwamba pamoja na kwamba wako chini ya TAMISEMI, tuombe vile vyombo vinavyowasimamia kule chini virasimishe. Tupo mwaka wa mbele.
imewashika.